Katika ajali iliyofanyika mtaani Kibra, mtu mmoja aliaga dunia huku 7 wakikwepa na majeraha. 4 kati yao wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya St Mary's. Kwa mujibu wa OCPD wa Kilimani Peter Katam, uchunguzi unaendelea kujua hali ya dereva wa lori hilo la idara ya huduma ya vijana kwa taifa NYS lililosababisha ajali hiyo wakati wa tukio. All I want to appeal is that our drivers should be very careful when they are driving, particularly within the slum area. Katika kaunti ya Bungoma, Wilbrod Nafuna mwenye umri wa miaka 69 kutoka kijiji cha Sioi, eneo bunge la Bumula, alikumbana na mauti alipokuwa anarejea nyumbani kutoka kwenye shughuli ambazo hazijabainika. Lori moja aina ya kanta lilikuwa likitoka Bungoma kuelekea Kakamega lilipoteza mwelekeo lilipojaribu kukwepa lori lingine, ndipo likamgonga mama huyo aliyekuwa kando ya barabara. Tukisalia katika kaunti hiyo, mzee wa umri wa miaka 75 ametoweka baada ya kumnajisi mtoto wa umri wa miaka 6. Boniface Wanzala, ambaye ni baba wa watoto 12 na zaidi ya wajukuu 30, ambaye pia ni jirani ya mwathiriwa, anasemekana kumshika kwa nguvu na kumpeleka katika shamba la miwa lililokuwa karibu na kumnajisi. Na vile tumekuja tunaona mazingira sio mzuri vile. Watoto wasichana wadogo sana wameachwa na wazazi wao, wanatembea peke yao kwa barabara. Na tumeona tena maboma imesingirwa na miwa na mahindi. Hiyo inafanya watoto wasichana wanakuwa maisha yao inakuwa hatarini kabisa. Mamake mtoto huyo alikuwa safarini alipotendewa unyama bintiye. Katika kaunti ya Meru, eneo la Nkubo, mshukiwa wa wizi alipigwa na kuuawa na baadaye mwili wake kuteketezwa na wakaazi. Jamaa huyo alipatikana katika paa la duka moja alipodaiwa kukusudia kuiba mali humo. Hatimaye katika kaunti ya Nairobi, wakaazi wa mtaa wa Kayole waliandamana hadi kituo cha polisi mtaani humo baada ya mtu mmoja aliyemgonga kwa gari na kumuua papo hapo mwanafunzi wa shule. Mshukiwa huyo aliachiliwa huru kwa njia tatanishi. OCPD wa eneo hilo alikana lawama na kusema ofisi ya OCS ndio hushughulikia kuachilia au kuzuiliwa kwa washukiwa. Nadaiwa kuwa jamaa huyo alitoa hongo ya shilingi 1000 ndipo akaachiliwa huru. Dana Rose, QTV.